wakati mtu ameaga. Kwa hivyo zinaimbwa wakati mtu ameaga. Au unaweza kusema maombolezi, hizo zinaitwa tahalili au ombolezi. Wimbo na toni ya huzuni, toni ya huzuni hutumiwa, toni ya huzuni. Kuonyesha kifo kinavyochukuliwa katika jamii. Kifo kinavyochukuliwa katika jamii. Kifo kinavyochukuliwa katika jamii. Hodia, hodia. Hodia, 6, hodia. Za kufanya kazi mbalimbali. Wakati unafanya kazi mbalimbali ndio unaimba hodia. Wakati unafanya kazi mbalimbali. Hivyo zinaweza kuwa na hapa ndipo tuna wawe, andika hapo wawe. Hizi ni za wakulima, si ndio? Ukilima ni za wakulima. Wakati mtu anashughulika katika kulima anaimba wawe. Si wakati unajua wenzako wanakuja kusaidia kulima, si mnaimba imba. Hizo zinaitwa wawe. Kimai inatokana na neno kimaji, kimaji. Kwa hivyo huimbwa na wavuvi. Kimai natokana na neno kimaji, ni nyimbo na wavuvi. Nyimbo za mapenzi, hizo zinajieleza za mapenzi. Hivyo zinaimbwa na wale wana hisia za kimapenzi. Wale wana hisia za kimapenzi kuhusu mtu mwingine. Na hizi ndizo unaangalia katika wale waimba. Ukianza kuimba uko unaimba za mapenzi, hizo zitasikika haraka. Mimi nimeona nyimbo za niambie wimbo wa mapenzi ambao hujafanya mtu kuwa maarufu. Nyimbo zile nimeona ningekuwa muimbaji, ningeimba za kutakasa mtu, kumwambia Mungu atamsaidia. Watu wamenionea lakini Mungu yuko, Mungu yuko. Watu wananizungumzia vibaya lakini Mungu yuko. Watu hawataki kunipa pesa lakini Mungu yuko. Hizo zinaleta pesa kabisa. Nyimbo zingine za mapenzi. Mpenzi wangu ameniacha, lakini nina mwingine mpya, Yule ambaye anataka kuwa mwimbaji. Zile nyimbo unajua za mapenzi zinasema nini? Nakupenda kabisa, unaambia mtu nakupenda mpaka kucha. Kila mtu atasikia. Unamwambia silali nakupeza. Utashangaa. Hizo kila mtu anasikiliza kabisa. Nyimbo zingine ambazo unafikiria mtu anaweza kuimba, utajirike haraka. Yule ukitaka vizuri kuangalia vile waimbaji, angalia wale waimbaji ambao ni maarufu kabisa Afrika na Marekani. Wawe ni wa nini? Kuna mwimbaji mwingine wa nyimbo za Kikristo wa Marekani. Aliimba wimbo juzi, mwanaume. Kuna wimbo aliimba wa kwanza. Huo wake wa kwanza ulikuwa na hisia, ulikuwa niliusikiza. Nikaona una maana nzuri. Anaitwa nani? Ni wa Marekani. Nitakwambia jina lake. Nilisikiza huo wimbo nikasikia vile anaimba vizuri. Akiendelea kuimba hivyo ataenda mbali. Anaimba vizuri kabisa. Na pia niliona ukianza kuimba unaimba kila wakati. Usianze kuimba wimbo moja unakaa miaka miwili ama mwaka mzima huo wimbo wako one hit wonder. Unaona Diamond anatoa wimbo karibu kila wiki. Na huwa anafanya nini? Akitoa wimbo jambo moja, kwanza atoi video. Kwanza unawekwa kama muziki tu, usikize. Anasikia unaimarika, anaona kama watu wanacheza. Vile wanacheza naona hii dance ndio nzuri, anatengeza video, anakurushia. Sasa wewe unaona mwimbaji bora. Mwezi mzima ukirudi nyumbani kutoka baada ya kufanya KCSE ndio uangalia ameimba nyimbo ngapi ukiwa hapa shule.
Kila kitu anatumia, kila njia yoyote anafanya. Hata zile tabia anazo ni zile za wale wa Marekani ambao ni waimbaji, wao na hizo tabia. Unajifungua na wanawake kila sehemu. Ukijifungua hivyo unachukua watoto, ndio. Hata wanasiasa ndio ukue na ndio upasi katika siasa uwe maarufu. Kama wewe unataka kuwa mwanasiasa, jambo moja, unakuwa na wanawake sehemu hizo zote ambazo watakupigia kura. Huyo mwanamke anakuwa na mtoto. Wale watu wamekuwa maarufu wako hivyo. Wote wale wameshinda siasa. Kama mimi nadanganya niambie. Unajifungua hizo sehemu zote ambazo kama unataka kushinda, na bado unakuwa na sehemu hizo zote hivyo. Ukifanya hivyo sasa, unakuja unaanza kampeni. Wanawake wako kwanza, wanawake ndio mwisho kwa kukupigia kampeni. Wao wote wanakupigia kampeni. Uko na familia wataenda hata vijiji vya niliona. Sasa siasa nikiwa mwanamke siwezi nikashia, lakini niliona ningekuwa mwanaume hakuna mtu ananishinda. Hakuna, ingekuwa mwisho kabisa. Diamond anafanya hivyo, alafu sasa anachukua watoto, ni wangu watoto. Hakuna kukataa mtoto. Yeye akatai mtoto wake, watoto ni wangu. Na unaingia sasa kwa dini. Unaingia kwa dini pia, unanasa kila mtu katika dini. Rais alifanya hivyo. Naenda vitongoji duni, unachanga pesa kwenye kanisa, unarudi. Ndio maana ukichezea dini utaanguka chini uanguke. Lakini mwanasiasa hajui hiyo. Kama kuna mmoja alifanya hivyo na yuko kwenye bunge, mtaji. Hayo mambo mawili nimefanya. Kampeni. Mambo mawili. Hataji mawili. Mimi naweza saidia mtu sahihi akitaka kuwa, naweza mwambia namna ambavyo atafanya hizi kazi. Daga moja anaingia. Tuendelee. Nyimbo za vita ndizo za mwisho, nyimbo za vita. Wakijiandaa kwenda vitani. Kwa hivyo zinaimbwa watu wakijiandaa kwenda vitani. Nilikwambia hizi zinawajashiisha ili waweze kupigana. Hizi huimbwa na wanajeshi, hata siku hizi zinaimbwa na wanajeshi. Ukitaka kujua vizuri wanajeshi wakati wanakimbia asubuhi, si wanaimba? Ukipata nafasi ya kwenda wanajeshi uende, hata kama wewe ni dada uende. Kuna wanafunzi wawili wangu wasichana wako epi. Ukiona na hizo nguo utashangaa. Mmoja alikuwa mpole mpaka namuuliza unaweza kunipiga? Alikuwa mpole mpaka huwa anashangaa. Kuna kijana pia nilikuwa nafunza na alikuwa anakuja nambari kama second last. Na saa hii huwezi mtoa, yuko AP. Alichukua tu miaka miwili kuingia hiyo AP, kusha maneno. Akaniambia mwalimu niko pesani. Niliacha aendelea vizuri, alikuwa anaitwa Aaron. Shule nyingine nilikuwa. Ukipata polisi, nikwambia hizo kazi tatu sure bet. Sure bet. Na utapata ufadhili. Uhakikishe ukiapply hizo kazi tatu, when you apply and you're picked, polisi wanakulipia kila kitu, si ndio? Na ibaki sasa nasi na ualimu, una apply help. Help inapewa hata kama uko college gani, help unapewa. Unahakikisha wakati ambapo umepata barua ya walishi, unaenda help, unaulizia help. Wanapeana ufadhili wakati unashinda kwa hizo ofisi zao kwa Nairobi. Usichoke, unaandika barua hapo, usaidizi unahitaji. Usaidizi. Unahakikisha wamekupatia hiyo pesa. Mzazi akwambia na pesa, unahakikisha wao wanakupatia pesa. Hata kanisa zingine zina ufadhili wa wanafunzi. Ni watu hawaitishi pesa. Ile kanisa naenda ina ufadhili wa kila kitu. Kila kitu. Ndio maana nakwambia wakati tukifunga, unaambia kama unaenda kanisani utaki, sasa mimi nitakusaidiaje? Utaki. Nilikwambia hata kama unaenda kule watu waone nguo ni vizuri, utasikia kitu. Wenda na simu hata iliyokiwa pale, enda chukua hello kama babu yangu. Tuendelee. Sasa ni magani?